umezungumza jana mbele ya waandishi wa habari ukielezea miaka minne, mafanikio ya miaka minne ya serikali hii ya awamu ya 6. Basi mambo hayo yako hapo Nkubike kwenye magazeti ya leo yameangazia. Sasa gazeti la Habari Leo, guji la habari nchini Tanzania, linasema NHIF yafikia ukwasi wa bilioni 95, yaokoa bilioni 22, usimamizi mfuko watumishi 36 wakiona. Habari kwa ukurasa wa 3 Habari Leo, guji la habari nchini Tanzania na habari hiyo. Gazeti jingine ambao nao wameangazia habari kuhusiana na NHIF ni gazeti la Majira ambao linasema wanachama milioni 2.2 wasajiliwa NHIF miaka minne. Habari imeandikwa na Joyce Kasiki hapa Dodoma, ambako mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF Dr. Irene Isaka amesema katika uongozi wa serikali ya awamu ya 6 mfuko umefanikiwa kusajili wanachama milioni 2.2 ambao wanachangia kiasi cha shilingi trilioni 2.3. Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti jingine ni Uhuru, Ukweli Daima, ambao linasema NHIF yataja mafanikio yake iliyopata kwa miaka minne. Huu ni mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa miaka hiyo minne ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Daktari Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza nasema NHIF yavuna wanachama milioni 2.2 ndani ya miaka minne. Mafanikio hayo Nkubike ya mfuko wa taifa wa bima ya afya ndio, lakini ndio sasa hivi sio lazima kwenda kwenye kituo cha afya na kadi yako ya NHIF, namba tu kifika unapata huduma. Ya nafikiri tuipongeze kwanza, tupongeze serikali kwa kuweza kuweka miundombinu rafiki katika upatikanaji wa huduma za afya kupitia NHIF, na tunaona ni namna gani ambavyo serikali inajaribu kupambana kuona kila mwananchi, kila Mtanzania anapata bima ya afya na kuweza kupata huduma iliyo bora. Lakini Al Mohamed, kubwa ambalo tunataka tuliangalie ni kwamba tunatamani kila mmoja aweze kupata huduma ya afya kupitia mfuko wa bima ya afya, lakini kwa hali za kiuchumi wa Tanzania tunapaswa kuangalia ni namna gani ambavyo wale watu wenye kipato cha chini kabisa ambavyo nao wanaweza kunufaika na mfuko wa bima ya afya. Kwa tuipongeza serikali, lakini tuangalie watu wa hali ya chini. Tunafahamu kwamba kuna hivi vifurushi, sio, unanielewa vizuri. Kwa hiyo tuone ni namna gani serikali, mbali na mafanikio ambao mfuko wa bima afya umeyapata, lakini umemwangaliaje huyu mtu wa chini kabisa mwenye kipato cha chini. Kwa serikali iangalie kwa kina hili. Tunatamani kila mmoja wetu, kwa sababu uzima wetu ni afya, tunatamani kila mmoja wetu apate huduma ya afya kupitia mfuko wa bima ya afya, na hilo basi serikali iliangalie kwa kina ili kila mfuko wa afya umguse kila mmoja, mbali na mafanikio waliyopata, lakini wawe na jicho la tatu. Kuna baadhi ya watu hawawezi kumudu gharama za matumizi ya bima ya mfuko wa afya. Shilingi ngapi mmekusanya sofa, Daktari Irene Isaka, mkurugenzi mkuu wa NHIF? Eza kuongeza ukusanyaji wa michango imeongezeka. Kwa kipindi hiki tumekusanya trilioni 2.3 kwa kipindi chote hiki ambacho tumekusanya, na kati ya hizo 92% ni michango ya wanachama, na 7% ni pato la uwekezaji, na 1% ni mapato ya vyanzo vingine. Lakini vile tumesikia sasa hivi kwamba sio lazima kwenda na kadi ya NHIF kupata huduma, nikitaja tu namba yangu naweza kupata huduma. Hii nayo ni mafanikio vile vile, mkurugenzi mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF Irene Isaka. Kwenye wewe ukiwa mwanachama alafu unao wategemezi wako, una uwezo wa kuona wategemezi wako wameenda hospitali, wamepata huduma. Kwa wale ambao wako chini ya miaka 17 ambao ni watoto, unaweza ukajua wameumwa nini, wametibiwa kitu gani. Lakini kwa wale ambao ni wa zaidi ya umri wa miaka 17, wale wanahesabika ni watu wazima, kwa hiyo huwezi ukaona ametibiwa ugonjwa gani, lakini utajua amekwenda hospitali. Kwa hiyo tuna mfumo wa kusajili waajiri vile vile. Kwa ajili anaweza kujisajili mwenyewe. Na sasa hivi kwa wanachama wetu unaweza ukaenda hospitali, huna haja ya kuwa na kadi ngumu. Kisha kuwa na namba yako ya NIDA unatambulika. Haya, Nkubike, tunamaliza na